tunaomboleza na familia yake, na sana sana hata area ya kwake, na pia kwa wale viongozi wote ambao tunakuwa nao kwa bunge ambao ni wa chama ya ODM. Huyu ni mzee ambaye ni mkakamfu na tutamkumbuka. Sioni kama kuna wakati historia ya kisiasa tutaweza sahau ile mambo Raila Amolo Odinga amefanya. Amepigana kuribaleti hii nchi, na kwa hivyo mambo hizo zote tutakuja kuzikumbuka. Kama ni sisi tugeulizwa, tungesema huyu mzee aendelee kwa sababu ametusaidia kushape siasa ya Kenya hii, na sana sana tunataka kusema ni mzee ametufunza, au kiongozi ametufunza, kila wakati ukishindwa hakuna haja ya kukaa nje kupiga serikali, ili hali kukaribia ile serikali ambayo imechukua uongozi, kukaa chini mnaongea, na sisi zote tunakaa na tunasoma tukielekea direction moja, ndio tuweze kuendelea na kuongoza nchi. Tunajua vizuri amelea watu wengi, watu wenye wamekuwa wakituongoza kwa hiyo miaka karibu 20, karibu wote wamepitia kwa mikono yake. Amefanya kazi na Kibaki mwenye alikuwa president wetu, amepitia kwa mikono yake kwa njia moja ama nyingine. Pia Uhuru amekuwa kwa KANU pamoja na yeye, kwa hivyo amemshape na akakuwa president. Kukumbuka pia wakati wa Pentagon, nakumbuka pia President Ruto na viongozi wengine wote wenye tunajua, akina Kalonzo, akina Wamalwa, wamekuwa pamoja na yeye. Sisi kama vijana tunasikia tumeachwa na kiongozi mwenye amekuwa akishape siasa za Kenya. Tukisikia democracy, tunasikianga Raila Amolo Odinga. Tukisikia devolution, tunajua sauti yake iko pale. Na pia kwa mambo yote ya nchi yetu, Raila akiongea tunasikianga we are well represented, and we are feeling bad that it has come to an end. What we would like to request, vijana wenye wamepata kulelewa kwa mikono yake, nafikiria wako na nguvu kama vile tuko na nguvu ya kukua tukipigania haki bila uoga na kwa ushupavu kabisa.